Uwepo wa mbweha wanaodaiwa kuwa ni imani za kishirikina katika uwanja wa ndege Songwe watajwa kuwa tishio kwa usalama wa wafanyakazi na ndege zinazotua. Umoja wa Mataifa umetangaza kupunguza misaada ya kibinadamu kwa mataifa ya Yemen, DRC na Somalia. Na katika michezo, mashabiki na wadau wa soka nchini waitakia ushindi klabu ya Simba kuelekea mchezo wa mkondo wa kwanza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika hii leo. Asante kwa kujiunga nasi na kuendelea kuchagua Channel Plus kama kituo chako bora kabisa. Mtazamaji, ni kukaribishe katika habari ya kutwa nzima ya leo, ambapo mchezo na burudani utakuwa naye Esther Mtebe na habari kutwa nzima utakuwa nami Lulu Ali. Lakini nikwambie tu kwamba endelea kutufuatilia katika page zetu za Instagram, Facebook, bila kusahau na YouTube channel kama Plus Digital. Subscribe, share bila kusahau na kucomment. Na habari kubwa siku huu leo tunaanzia huko Songwe, ambapo uwepo wa mbweha wanaosadikika wa imani za kishirikina kwenye uwanja wa ndege wa Songwe uliopo katika halmashauri ya wilaya Mbeya wametajwa kuwa ni changamoto na tishio kwa usalama wa wafanyakazi na ndege zinazotua na kuruka katika uwanja huo. Hayo imebainishwa katika mkutano baina ya mkuu wa wilaya ya Mbeya Bwana Beno Malisa na meneja wa uwanja wa ndege wa Songwe Bwana Pasco Kalumbete, ambapo viongozi hao wanaeleza hali ilivyokuwa na jitihada ambazo wamefanya ili kukabiliana na mbweha hao. Tupate taarifa kamili. Tuna tatizo la mbweha wanasumbua huko uwanjani, na ni changamoto kwenye safety ya ndege kuruka na kutua. Lakini sasa mara 3-4 wamekuwa wakimuomba RPC askari kwa ajili ya kuongeza nguvu pambana na hawa mbweha. Lakini askari wakifika wale mbweha hawaonekani. Hawaonekani kabisa, hata wakiwachukua na wao twendeni mtuonyeshe wako wapi, wakifika hawawaoni. Sasa ni kitu kimeshatokea zaidi ya mara 2. Kwa hiyo inawezekana ni tatizo hili linaendelea. Hili ndio nalo niliseme, nadhani njia ni nyingi za kudai haki. Mbweha kwa kweli kimsingi kuna kipindi hata sisi wenyewe katika akili ya kawaida inatuchanganya. Kwa hiyo labda tufikie tu mahala tuwaombe labda machifu waitane, kwa sababu katika uhalisia tumejenga uzio. Jenga uzio wana momenti zao, na kuna mjumbe mmoja alisema mtakuwa mnaona mavuno yakianza kufika mwisho na mwanzoni. Na kweli kwa mfano sasa hivi si mavuno yamefika kama hivi, tunategemea hizo cases zitaanza kuonekana yani kwenye ad hoc mara moja. Lakini mwisho wa siku tuna involve watu wote ambao ni wataalamu. Wanaweka kambi wiki 2-3 humu ndani. Akishaweka kambi, siku ya kwanza ambayo amkutoa taarifa anaweza kababatiza kumuona. Baada ya pale utaona mbweha tena hata ufanyeje. Tuliambiwa kwamba ikifika mwezi wa ngapi tutakuwa na ndege 3. Wao wanasema 2, 3. Lakini sasa hizi ndege, kuna siku hapa ndege imetoka saa 8 usiku. Hamna maelezo, yani kwamba anga limechafuka wala hamna, tumefuatilia, hamna maelezo. Ni kwamba tu ndege zinatoka huko, zikitua Dar es Salaam pale, wanaona Mbeya hakuna priority, wanapitiliza kwenye safari zingine. Alafu wanakuja na lugha moja, wanasema ziko nje ya uwezo wetu. Yani kila siku abiria nje ya uwezo wetu. Samahani tu discourage ni huyo tu. Kuhusu service haya Dr. Samia ametuwekea vizuri. Sasa kuna mtu anaendesha huduma hapa kwenye uwanja huu anaitwa Air Tanzania. Huyu ndio mkorofi. Katika vitu ambavyo vitatuletea hasara na watu kukerwa na hiyo huduma ni route. Unaambiwa ndege inaondoka saa 10, ndio kuondoka saa 6 usiku. Mara tumecancel. Sasa hiyo vitu tutaleta ushindani ili Air Tanzania apate ushindani. Bei zitashuka, lakini na zile route frequent zitakuwepo. Sababu abiria ni wengi. Na ni kweli kabisa, mimi nimeshakosa tiketi mara nyingi, unafanya maarifa, unapata tiketi unaenda kupanda ndege iko tupu. Hawa ma airline ni kitu gani wanachokifanya? Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amehuisha taarifa zake katika daftari la kudumu la wapiga kura, huku akihimiza wananchi kote nchini kutumia haki yao ya kikatiba kwa kujitokeza katika zoezi hilo muhimu. Kutoka jijini Dodoma, Roda Simba anatuarifu zaidi.
Akizungumza na wananchi wa kijiji cha Chamwino Ikulu kilichopo Dodoma mara baada ya kuhuisha taarifa zake, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza umuhimu wa ushiriki wa kila Mtanzania katika zoezi hilo. Hii ni fursa kubwa, inatokea kila baada ya miaka mitano, haiji kila siku. Kwa hiyo ni vyema kila Mtanzania, na huo ndio wito wangu, kila Mtanzania ajitokeze, atumie fursa hii. Hapa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anaeleza athari za mwananchi kutojiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Kuto kujitokeza kuandikisha ni kukataa mwenyewe haki yako ya kikatiba. Na unapokataa haki ya kikatiba, swala unajiuliza, je, wewe ni mzalendo? Ni mzalendo wa aina gani? Ambaye katiba imekupa fursa hii, nenda kaandikishe, piga kura, weka kiongozi unayehisi atakuja kukuhudumia. Wewe unaikataa. Ukikataa, wenzio watakwenda kuweka wanayemtaka. Mkuu wa wilaya ya Chamwino Janet Mayanja, afisa muandikishaji wa majimbo ya Chamwino, pamoja na mwananchi aliyeshiriki zoezi hilo, wakaelezea faida za kuhuisha taarifa zao katika daftari la kudumu la mpiga kura. Kila kituo unakuta kuna wananchi wapo hapo, wengine wanahakiki, wanajilizisha kama wapo, lakini wengine pia wanauisha taarifa zao. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwenye ngazi ya wilaya tumejipanga vizuri, tumeandaa technical team ambao inasaidia kusupport kwenye vituo, kwa hiyo hakuna changamoto yoyote mpaka sasa. Nashukuru, zoezi lilikuwa zuri sana. Zoezi halikuchukua muda mrefu, na kumbuka nimeingia mule ndani kwenye kujiandikisha. Kwenye kuchukulia taarifa sikuchukua hata zaidi ya dakika 5, kwenda kwenye kupiga picha mpaka nikapata kitambulisho changu kabisa. Yaani zoezi ambalo limetumia kama dakika 5. Ni katika kituo cha kupigia kura kilichopo hapa katika kijiji cha Chamwino Ikulu, ambapo leo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuja kuhuisha taarifa zake. Kutoka hapa Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Zaidi ya ng'ombe 520 waliokamatwa mara baada ya kuingizwa kwa ajili ya malisho kinyume cha sheria kwenye eneo la Ukwaheri katika hifadhi ya taifa ya Ruaha wamerejeshwa kwa wananchi waliokuwa wanamiliki mifugo hiyo, ambapo mifugo hiyo iliyoingizwa katika bonde lenye ardhi oevu la Usangu ilikabidhiwa kwa wananchi hao katika kijiji cha Iyala kilichopo wilayani Mbarali mkoani Mbeya. Tupate undani wa taarifa hii. Katika kurejesha mifugo hiyo, wananchi wanaachiwa ujumbe wa kuachana na utamaduni wa kuingiza makundi ya mifugo kwenye maeneo ya hifadhi za taifa, kwani kitendo hicho licha ya kuhatarisha ustawi wa rasilimali, lakini kimekuwa kikiibua migogoro. Kwa kweli walikuambia tarehe 26 tukusanye wananchi wote ili kwa ajili yani wapewe kama semina, hasa kwa vijana ambao ndio wanaenda kuchunga mifugo. Mimi ninahitaji kuwa mwalimu leo kwa wafugaji wangu wote ambao waliopo pembezoni na hifadhi. Tusipende kusuguana kwenye vitu ambavyo sio vya lazima. Mamlaka ya uhifadhi kwenye eneo hilo inaweka bayana kukithiri kwa vitendo vya wananchi kuingiza mifugo kinyume na taratibu, kwani kumekuwa na uvamizi mkubwa kwenye bonde hili kwa wananchi kuingiza mifugo hifadhini. Kwa mwaka 2023-24 peke yake zaidi ya mifugo 7500 iliingizwa hifadhini na kuweza kukamatwa na taratibu za kisheria zikafuatwa. Labda nitoe rai kwa wananchi kwamba wasiendelee na vitendo hivyo, kwani vinahatarisha ustawi wa bonde hili. Mkawaelimishe wengine, lakini nyinyi pia msiwe na makosa ya rudia. Hawa ng'ombe tuliokamata hapa ni wachache, lakini wanaingizwa ng'ombe wengi kwenye hifadhi. Askari wetu wanakesha usiku na mchana kuhakikisha maliasili hizi zinalindwa. Mkuu wa wilaya ya Mbarali, Kanali Maulid Hassan, amethibitisha kuwepo kwa migogoro ya mifugo na akatoa rai kwa jamii zinazoishi pembezoni mwa hifadhi ya taifa kutovunja sheria na kudai haki kwa nguvu. Tukio la tarehe 7 kuamkia tarehe 8 halikuwa tukio zuri, kwa kuwa mifugo ilivyokamatwa majira saa 1 jioni, askari wetu walianza kuswaga mifugo ile, walikutana na vijana wanaokadiriwa zaidi ya 10 wakiwa na silaha za jadi, na wakaanza kuwashambulia askari wetu, na tukio la kushambuliana lililotokea usiku limesababisha kifo cha mchungaji. Ni Novatus Makunga, Channel 10.
Na mtazamaji, Umoja wa Mataifa umetangaza mpango wake wa kupunguza misaada ya kibinadamu katika mataifa ya Yemen, DRC na Somalia, ikiwa ni matokeo ya kupungua maradufu kwa ufadhili kutoka kwa nchi wanachama. Tupate undani wa taarifa hii. Mwezi Januari mwaka 2025, Umoja wa Mataifa uliwasilisha ombi la dola bilioni 2.4 ili kuwasaidia watu milioni 10.5 katika nchi ya Yemen iliyoharibiwa na vita, huku ikadiriwa kuwa watu milioni 19.5 ndio wanaohitaji msaada. Kutokana na kupungua kwa ufadhili, shirika la kimataifa na washirika wake wa misaada ya binadamu walianzisha vipaumbele vipya ili kuweza kusaidia angalau watu wenye uhitaji mkubwa. Katika wiki za hivi karibuni, Umoja wa Mataifa umetangaza pia mabadiliko sawa na hayo katika mkakati wake nchini Ukraine na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, Bi Stephanie Trimble, ambaye amesema kwa sasa mwelekeo nchini Yemen utakuwa ukiwasaidia pekee watu milioni 8.8 kulingana na bajeti inayotarajiwa ya dola bilioni 1.4. Bi Trimble amesisitiza kuwa kupungua kwa kasi kikubwa kwa ufadhili kumelazimisha programu za misaada ya kibinadamu kupunguzwa na hivyo kuyaweka maisha ya mamilioni ya watu hatarini kote ulimwenguni. Mishahara na mashirika ya Umoja wa Mataifa yamepunguza pia harakati zake za utendaji na idadi ya wafanyakazi kote ulimwenguni, huku ikikabiliana na punguzo kubwa la mchango kutoka kwa nchi wanachama, hasa Marekani, tangu aliporejea madarakani Rais Donald Trump kwa muhula wa pili. Habari zinasema Umoja wa Mataifa umeshuhudia ongezeko la uhaba wa chakula na utapiamlo kwa watoto katika kipindi cha miaka 6 mfululizo, na hivyo kuathiri zaidi ya watu milioni 295 katika nchi na maeneo 55 kote duniani. Esther Mtebe, Channel 10+. Mamlaka za Jamhuri ya Czech imechukua hatua kubwa za dharura na tahadhari baada ya kuripotiwa kisa cha mtu aliyeshukiwa kuambukizwa ugonjwa wa Ebola katika mji wa Tabori, karibu kilomita 80 kusini mwa mji mkuu wa Prague. Mtu huyo ambaye ni raia wa Marekani amerejea safarini hivi karibuni kutoka nchini Kongo baada ya kuhamishwa chini ya uangalizi mkubwa hadi katika kitengo maalum alichotengwa katika hospitali ya Bulovka ya mjini Prague. Hata hivyo, ripoti ya vyombo vya ndani katika Jamhuri ya Czech hazijabainisha yuko mtu huyo mwenye umri wa miaka 40 na anayeshukiwa kuwa na maambukizi ya ugonjwa huu hatari wa Ebola alitembelea nchi ipi kati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ama nchi jirani ya Kongo Brazzaville. Tatizo la ukosefu wa darasa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule msingi Uswa yenye wanafunzi mchanganyiko iliyopo wilaya Hai mkoani Kilimanjaro imetatuliwa na benki ya CRDB baada ya kujenga madarasa moja na madawati vilivyogharimu kiasi cha shilingi milioni 25. Tari Masawe na ripoti kutoka wilaya ya Hai. Akikabidhi darasa hilo, mwenyekiti ya bodi ya wakurugenzi ya benki ya CRDB Neema Mori amesema msaada huo ni katika kutekeleza kwa vitendo sera yao ya kuchangia 1% katika maendeleo ya jamii, hususan kwenye sekta ya elimu, afya na utunzaji wa mazingira, ikiwemo upandaji wa miti. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaliona darasa limejengwa kufuata viwango vyote ambavyo vimewekwa na ofisi ya Rais TAMISEMI. Limejengwa kwa kuzingatia mazingira rafiki, usalama na uwezeshi kwa watoto wenye changamoto ambazo zimesemwa pia za kimwili na kiakili kuweza kujifunza kwa uhuru na kwa hadhi. Lakini pia huko ndani tumetoa na madawati yenye ubora ambayo yametengenezwa kwa kuzingatia mahitaji ya wanafunzi hawa. Kuna fedha pia ambazo tumezitoa ambazo zinatosha kabisa kununua magodoro 5 na runinga kwa ajili ya matumizi ya watoto katika darasa hilo. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Kan Abubakar akaishukuru benki hiyo kwa ujenzi wa darasa hilo linalokwenda kuondoa changamoto ya wanafunzi wenye mahitaji maalum, huku akishukuru pia serikali kuboresha miundombinu ya shule na kuwapatia walimu. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuajili walimu wataalamu wa elimu maalum, kutoa fedha ya chakula kwa wanafunzi hao, kuleta vifaa vya kielimu na vifaa saidizi na kujenga miundombinu ya madarasa, mabweni
nyumba za walimu na uzio katika halmashauri ya wilaya ya Hai. Akizindua darasa hilo, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu akatumia fursa hiyo kuitaka shule kutunza miundombinu huku akihamasisha jamii kuchangia shughuli za maendeleo badala ya kutegemea serikali. Kazi hizi za kuleta maendeleo ni za kila mmoja wetu, kwamba wewe ndio Mwenyezi Mungu amekujalia kichwa chako kimekuwa kizuri, una mikono vizuri, una miguu, unatembea vizuri. Hayo ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hawa watoto hawa waliozaliwa hawa ni watoto wetu, tunatakiwa tusiwakimbie, tunatakiwa tuwakumbatie. Na ndio maana CRDB baada ya kupata ombi la kutujengea darasa la watoto wenye uhitaji maalum. Nikiripoti kutoka wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro, Tadei Masawe wa Channel 10. Msimu wa ununuzi wa zao la pamba ukiwa umeanza rasmi kwa msimu wa mwaka 2025 hadi mwaka 2026, serikali ya wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu imepiga marufuku usafirishaji wa zao hilo usiku ili kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kulipa ushuru serikali kwa baadhi ya kampuni za ununuzi wa zao hilo, huku ikiagiza kusimamiwa kwa vyama vya msingi vya ushirika AMCOS ili wakulima wapate stahiki zao bila kuibiwa. Taarifa zaidi na Aidan Mhando inatueleza. Mkuu wa wilaya ya Bariadi ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya mazao ya wilaya hii, Simon Simalenga, anatoa maagizo haya katika baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Bariadi, ambapo pamoja na mambo mengine anasema mwisho wa usafirishaji wa zao la pamba ni saa 12 jioni, na kwamba baada ya muda huo zao hilo halitakiwi kusafirishwa, na ikibainika maagizo hayo kutotekelezwa, hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa wanunuzi watakaokamatwa. Pamba haitasafirishwa zaidi ya saa 12. Kwa hiyo haitarajiwi kampuni fulani itoke na mzigo wa pamba. Mkuu wa wilaya ya Bariadi ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya mazao ya wilaya hii, Simon Simalenga, anatoa maagizo haya katika baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Bariadi, ambapo pamoja na mambo mengine anasema mwisho wa usafirishaji wa zao la pamba ni saa 12 jioni, na kwamba baada ya muda huo zao hilo halitakiwi kusafirishwa, na ikibainika maagizo hayo kutotekelezwa, hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa wanunuzi watakaokamatwa. Pamba haitasafirishwa zaidi ya saa 12. Kwa hiyo haitarajiwi kampuni fulani itoke na mzigo wa pamba kutoka kata fulani kuanzia zaidi ya saa 12 kuelekea sehemu nyingine. Msimu wa ununuzi wa pamba umeanza, na twendeni tukavisimamie vyama vya msingi kwa maana ya AMCOS kwenye maeneo yetu, ili wakulima ndio wakawe wanufaika ambao ndio waliohangaika na kilimo hicho, badala ya kuacha viongozi wa AMCOS wakinufaika wao kama wao. Wakizungumzia hatua hiyo, baadhi ya madiwani, wananchi na wakulima wa pamba wanasema hatua hiyo itasaidia kudhibiti mianya ya upotevu wa fedha za halmashauri zinazotokana na ushuru wa pamba. Pamba unapotoresha usiku, mara nyingi ulinzi unakuwa haupo, lakini kwa mchana naamini kwamba ulinzi unakuwa upo imara, kwa maana kwamba hawezi akatoa mnunuzi wa pamba akatoa bila kutoa ushuru, kwa sababu itakuwa ni mchana kweli. Wawe na utaratibu wa kuweka utaratibu wa usafirishaji wa pamba, tukianzia na masaa ya asubuhi mpaka saa 12. Tutakuwa tumedhibiti hali kwa namna moja au nyingine. Tayari serikali imetangaza bei ya shilingi 1150 kwa kila kilo moja ya pamba, ambapo wakulima wa zao hilo hapa mkoani Simiyu wameanza kuuza. Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10. Na mtazamaji, unaendelea kutazama Plus Habari. Mimi ni Lulu Ali. Tukapata mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea mbele na taarifa yetu ya habari. Endelea kubaki nasi. Channel 10 Plus.
Na asante kwa kuendelea kubaki nasi. Tunaendelea mbele, tuangazie hili. Tunaambiwa serikali imesema kuna hatari ya kutoweka kwa mdudu aina ya nyuki kutokana na athari za shughuli za kibinadamu, ikiwemo matumizi ya kemikali zenye sumu kwenye mazao na uchomaji moto misitu. Taarifa zaidi na Amani Mbando anatueleza. Kauli ya serikali imetolewa jijini Dodoma na Waziri wa Maliasili na Utalii Balozi Dr. Pindi Chana wakati akitoa taarifa kwa vyombo vya habari kuelekea maadhimisho ya siku ya nyuki duniani, ambapo amesisitiza kuwa mdudu huyo ana umuhimu katika maisha ya kila siku ya mwanadamu na mazingira. 80% ya mazao yote ya chakula kimsingi hutegemea kuchavushwa na mdudu nyuki. Kwa mfano, alizeti, mahindi, mtama ambao nchini tunalima sana na mazao mengine. Hata hivyo, pamoja na umuhimu wake, bado mdudu nyuki yupo hatarini kutokana na shughuli za binadamu. Pahali pengine kuna masuala ya moto, nyuki lazima atakimbia na shughuli nyingine. Kwa hiyo ndio maana tunasema mdudu huyu nyuki yupo hatarini kutokana na shughuli za kibinadamu. Kwa sababu hizo, Waziri Dr. Pindi ametoa wito kwa Watanzania kupitia makundi mbalimbali kufuga nyuki kutokana na faida zake, huku baadhi ya wataalamu wa nyuki wakieleza tishio linalomkabili mdudu huyo. Kwa tunavyoimarisha uwepo wa mdudu nyuki, tunategemea kwamba mazao ya wakulima yataongezeka. Kama mtu alikuwa na uwezo wa kuvuna gunia 10 kwenye ekari moja, basi ataweza kuvuna gunia 20 endapo nyuki wanakuwa wapo. Na ndio maana tunaendelea kuhamasisha watu watunze mazingira, wasitumie madawa kwa sana. Yaani tuna njia nyingi za kuweza kuhamasisha watu waweze kutunza mazingira ili tuweze kumhifadhi huyu mdudu. Kwa sababu lazima tuendelee kuongea na kuhamasishana, otherwise tukisema tumenyamaza mdudu atapotea, tutakuja kushtuka it's too late. Kwa upande wake, afisa kidakio cha Kinyasungwe bonde la maji wa Miruvu WRB Mhandisi Noel Mushi ameeleza namna bonde linavyowashirikisha wananchi wanaozunguka vyanzo vya maji kunufaika navyo kiuchumi. Wamekuwa wakifuga nyuki na kuvuna asali, ambayo asali hiyo wamekuwa wakiuza na kuifanyia shughuli za kiuchumi mbalimbali, ambapo zimekuwa zikiwaingizia kipato badala ya kutumia ile maeneo kwa shughuli ambazo sio rafiki na vyanzo vya maji. Kilele cha maadhimisho ya siku ya nyuki duniani ambayo yameanza Mei 17 ni Mei 20, ambapo mgeni rasmi wakati wa kilele anatarajiwa kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Singida Martha Mlata amewataka wananchi kuendelea kudumisha amani iliyopo nchi ili waweze kufanya shughuli zao za maendeleo kwa utulivu na wasidanganyike kutaka kuivuruga amani hiyo. Rafuru Kinala kutoka Singida ametuandalia taarifa ifuatayo. Hapa ni katika kijiji cha Ipande katika jimbo la Itigi wilayani Manyoni. Unafanyika mkutano hadhara wa Chama cha Mapinduzi ukiongozwa na mwenyekiti wa chama mkoa, ambapo mkutano huu una lengo la kuimarisha chama na kuzungumza na wananchi. Akizungumza na wananchi katika mkutano huu, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Singida Martha Mlata akatoa wito kwa wananchi kuhakikisha wanailinda amani iliyopo nchini. Amani hii ambayo tumeirithi kutoka kwa mababu zetu, Dr. Samia Suluhu Hassan ndio anayeongoza. Ninaomba sisi kama mwananchi mmoja mmoja tuendelee kudumisha na kuilinda amani ya taifa letu. Ndio kitu cha kwanza. Huwezi kwenda kuchunga, huwezi kwenda shambani, huwezi kufanya chochote bila amani. Ukienda kwenye nchi zingine, utajenga lile jengo pale, ndani ya siku 2 lile jengo hamwezi kulitumia, limeshabomolewa. Aidha, amewataka wananchi hasa vijana wasidanganyike na maneno ya wanasiasa wasiokuwa na malengo mazuri kwa nchi. Kile chama kwanza wameshaweka mpira kwa pani, wamesema wao hawaingii kwenye uchaguzi. Kwa hiyo hata wakiwaona wakija, nyinyi akili ya kuambiwa fanya nini, changanya na za kwako. Watoto wangu vijana ndio ambao wanarubunika mapema. Wanangu, msirubunike mapema watoto wangu. Simamieni misingi ya wazazi wenu. Simamieni amani mlionayo. Wasiwadanganye. Wasiwadanganye mkarubunika mkaingia kwenye mtego. Maisha yako yataharibika. Wajumbe wa kamati ya siasa mkoa wa Singida
na baadhi ya viongozi walioshiriki katika mkutano huo wakatoa salamu zao kwa wananchi. Hatukuwa na hizi nyaya za umeme. Tumesikia kuna mashule mengi yamejengwa, kuna zahanati, lakini kimebaki kituo cha afya hapa ambacho naamini kwenye ilani inayokuja hapa Ipande kituo cha afya kitajengwa hapa. Hautakuwa na maana wewe mwenyekiti ambaye umekaa kwenye nafasi wakati kwenye kitongoji chako watoto wanazurura, madarasa hayana watu. Tufanye kazi ya kuwasukuma hawa waende wakasome. Na mwaka huu tulipitisha bajeti katika mipango yetu ijayo ya kuifungua barabara ya kutoka hapa kwenda katika kijiji cha Damweru, ambao wakija makao makuu ya kata wanapita Itigi, wanazungukia Kitopeni kuja hapa. Kutoka katika kijiji hiki cha Ipande, jimbo la Itigi, wilayani Manyoni, mkoani Singida, Rafuru Kinala, Channel 10. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo Makazi, Deogratius Ndejembe Mwataka watumishi wa wizara hiyo kuhakikisha wanatoa huduma kwa wananchi bila ya kujali hali zao za kiuchumi. Tupate undani wa taarifa hii. Waziri Ndejembe ameitoa rai hiyo hapa jijini Dodoma wakati alipokuwa akifunga kikao cha baraza la wafanyakazi wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Tuhakikishe kila mwananchi, haijalishi hali yake, mnyonge, asiyekuwa na uwezo, kama haki ni yake apewe. Hati yake ameitaka imekwama apewe. Lakini hata tajiri kama haki ni yake apewe. Mapema akimkaribisha waziri kufunga kikao hicho, katibu mkuu wa wizara hiyo ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mhandisi Anton Sanga, akaweka wazi mkakati watakao kuja nao siku zijazo ili kuinua ufanisi wa utendaji kazi. Kubwa ambalo tumekubaliana toka asubuhi ni kwamba sasa tuwe na vigezo vya utendaji kazi katika maeneo yetu ili tuweze kupimana pia. Tuliona asubuhi kuna maeneo ambayo yanafanya vizuri sana katika makusanyo na tukawapigia makofi, wakiwa ni pamoja na mkoa wa Kilimanjaro ambao wameongoza. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mungi. Wakulima wa zao la kakao wilaya ya Kyela mkoani Mbeya wameshauriwa kuchakata zao hilo ili kuongeza mnyororo wa thamani na kujikwamua kiuchumi badala ya kuuza kakao ghafi. Taarifa Marcus Apolinari inatueleza zaidi. Ushauri huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Kyela Josephine Manase wakati wa kufunga mafunzo ya kuwajengea uwezo wa kulima vyama vya ushirika wilaya ya Kyela Keku yaliyoandaliwa na benki NMB, huku mratibu wa benki hiyo Rogers Shpera akaeleza malengo ya mafunzo hayo. Tusiishie tu kuuza gafi. Tunataka tupige hatua. Kama sisi tunawauzia sokoni gafi wanaenda kuichakata, basi sisi tuichakate ya kwetu, wanunue ambao tayari imeshachakatwa. Na ninaamini kwa kuwa iliyochakatwa tayari inakuwa na bei iliyoongezeka. Tukaona hapa tukiingia, vijana wengi pia watapata fursa. Vijana wa kike na wa kiume kujihusisha pia na kilimo cha zao la kakao. Lakini pia tuliona kwamba wanakosa kidogo ufahamu wa kutosha katika swala la mabadiliko ya tabia nchi. Kwa upande wake, kaimu meneja mkuu Keku Nabii Emmanuel amesema kuuza kakao iliyochakatwa itasaidia kuongeza kipato kwa wakulima, huku baadhi ya wakulima wakaeleza faida ya mafunzo hayo. Na semina wanatoa shukrani nyingi kwa shirika la NMB Foundation Nyanda za Juu Kusini kwa kuandaa mafunzo haya muhimu kwa wakulima wa kakao wilayani Kyela, na kwamba baada ya mafunzo haya ni matumaini yetu kwamba zao la kakao wilaya ya Kyela litakuwa bora na thamani yake itaongezeka. Tunafaidika kwa kiwango cha chini, lakini sasa hivi tutafaidika kwa kiwango cha juu, kwa sababu tayari hata ajira zitaonekana kwa watu wengine, kuwapa ajira kwa ajili ya maboresho ya kuthamanisha hii kokoa. Unajua, mwanzoni tulikuwa hatuwezi kujua ni namna gani ambayo tunaweza tukalitunza na kuliona zao la kakao lina thamani, lakini baada ya mafunzo haya tumefundishwa kwamba kakao inaweza ikawa imemtoa mtu kutoka kwenye hali moja kwenda kwenye hali nyingine. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Marcus Apolinari, Channel.
Katika kipindi cha miaka 25 ijayo, Tanzania inatajwa ni moja kati ya mataifa yatakayokuwa na uchumi wenye nguvu barani Afrika na duniani kutokana na mapinduzi makubwa ya uwekezaji yanayotekelezwa na serikali ya awamu ya 6 kwenye miradi mbalimbali ikiwemo ya kimkakati. Zaidi na Henry Kavirondo anatueleza. Uelekeo wa dira ya taifa ya maendeleo ya miaka 25 kuanzia sasa kuelekea mwaka 2050 ni utengenezwaji wa mustakabali endelevu na uzingatia usawa na ustawi wa watu kwa kulifanya taifa hili kuwa imara linaloweza kukabiliana na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya dunia. Mtoa ushirikiano. Wachambuzi wa masuala ya kiuchumi nchini Tanzania wamesema jicho la serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na kiongozi wa kwanza mwanamke kushika wadhifa wa juu wa urais, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, limekuwa ni lenye maono kwa kutambua maendeleo endelevu katika jamii. Cuthbert Joseph ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi na mjumbe wa timu ya ushindi ya Chama cha Mapinduzi CCM. Tija yake kiuchumi ni kwamba ile meli inakwenda kufungua uchumi wa Kenya, Kisumu na Uganda. Maana yake mtu kama anataka kuexport kitu chake kupeleka Uganda, ataweza kutoa Mwanza akapeleka Uganda. Miradi inayogusa hisia za wengi ni ujenzi wa daraja la JPM Kigongo Busisi jijini Mwanza wa zaidi ya shilingi bilioni 700 ambao upo 99%, upanuzi wa uwanja wa ndege wa Mwanza shilingi bilioni 29, ujenzi wa meli ya MV Mwanza shilingi bilioni 123 ambao upo zaidi ya 98%, ujenzi wa vivuko vipya vitano ziwa Victoria shilingi bilioni 27 na reli ya SGR. Zamani kutoka Mwanza tu kwenda Dar es Salaam unaweza ukafanya booking ya mwezi mmoja na usipate ndege. Lakini leo zile ndege zipo. Kwa kuwa maisha ni sawa na hadithi, ikiwa ni nukuu ya aliyekuwa rais wa awamu ya pili hayati Ali Hassan Mwinyi akimaanisha kila kitabu kina kurasa zake, wananchi nao wanasema wanajivunia yanayotendeka kwa ustawi wa maisha yao. Serikali tunaipongeza sana kwa sababu imejitahidi. Zamani ilikuwa ni shida sana. Akina mama walikuwa nakufa sana kwa sababu ya kukosa huduma. Tunashukuru Mama Samia kwa fursa unazozitoa. Mikopo kwa wanawake, mikopo kwa vijana. Miradi mingine inayotajwa kuleta mapinduzi makubwa ya kiuchumi ni ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, hamasa kupitia utalii wa ndani na nje ya nchi, pamoja na uwekezaji katika sekta ya madini inayotajwa kuchochea maendeleo katika ukuaji wa pato la taifa na uchumi wa wananchi. Mimi ni Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Huko mkoani Ruvuma, wananchi vijiji 7 katika halmashauri ya wilaya Tunduru wameondoka na changamoto ya kutembea umbali mrefu kutafuta huduma maji safi na salama baada ya serikali kupitia wakala wa usambazaji maji safi na usafi wa mazingira vijijini RUWASA kukamilisha mradi wa maji Masuguru Mchoteka ambao unagharimu zaidi ya shilingi bilioni 2.4. Ditanyoni kutoka Ruvuma anatuarifu zaidi. Mradi wa maji Masuguru unahusisha ujenzi wa tanki lenye ujazo wa lita 500, chanzo cha maji chenye uwezo kuzalisha lita milioni 1.4 kwa saa, ambapo baadhi ya wananchi wanasema hapo awali walikuwa wanatembea kilomita zaidi ya 1 kutafuta huduma ya maji safi na salama katika milima mikali na misitu yenye wanyama wakali, hali ambayo ilipelekea shughuli nyingi za uzalishaji mali kusimama. Changamoto ilikuwa kubwa sana, tunaondoka hapa tunaenda kisimani, huko tukija mpaka masaa 4 nzima hatujarudi kisimani. Tunakuwa watu wengi zaidi. Mpaka sasa hivi sisi tuna mradi nzuri tu, tunakunywa maji nyumbani, tuna muda mwafaka wa kufanya kazi za nyumbani. Na maji yake yalikuwa sio safi wala sio salama. Ila kutokana tu na hali muda ile ilikuwa haipo maji, maana yake ndio tulikuwa tunalazimika kwenda huko. Kwa sasa nadhani mradi umetukomboa kwa sababu wa mama zetu wanahudumia bwana zao kwa wakati. Akiweka jiwe la msingi katika mradi huo, kiongozi wa mbio za mwenge huru kitaifa Ismail Ali Usi amesema huu ni utekelezaji wa ilani ya CCM chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora. Ombi langu kwa wananchi, endeleeni kulinda na kutunza miundombinu ya maji safi na salama, kwa sababu serikali imetumia fedha nyingi kuwekeza miradi hii, na ndio maana leo hii mwenge wa uhuru umepewa heshima ya kufika katika eneo hili. Ujione kwamba hii ni faraja kubwa ambayo wananchi wa eneo hili la Masuguru umepatiwa. Naomba jipigeni tena makofi mengi sana. Lakini pia niwaombe sana viongozi wa serikali ya wilaya wahakikisha wanasimamia miradi hii inakamilika. Mimi sina shaka na RUWASA
kwa sababu RUWASA leo hii ndani ya mkoa huo umefanya mambo mengi makubwa. Awali akipokea mwenge wa uhuru kutoka wilaya ya Namtumbo, mkuu wa wilaya Tunduru Simon Chacha amesema utatembelea miradi 13 yenye thamani ya shilingi bilioni 3. Mwenge wa uhuru kitaifa umehitimisha mbio zake katika mkoa wa Ruvuma kwa kutembelea, kukagua na kuweka mawe ya msingi na kuzindua miradi 79 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 95. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Morogoro ameutaka uongozi wa hospitali ya rufaa mkoa huo kujenga majengo yenye hadhi kama magorofa ili kuendana na hadhi ya mkoa na hospitali hiyo. Taarifa Jimmy Mengele inatueleza zaidi. Ujumbe huo umeutoa mkoani Morogoro wakati wa kilele cha maadhimisho ya miaka 80 tangu hospitali hiyo ianzishwe, ambapo amesisitiza kuwa ni wakati wa sasa kujenga majengo ya kisasa yatakayoendana na hadhi ya mkoa na hospitali na kuongeza heshima ya hospitali hiyo. Msiende mkajenga hivi vibanda tena. Tengenezeni mchoro ambao utakuwa ni complex. Jengo la ghorofa 4 zuri kubwa. Whenever you stand in Morogoro, ukiangalia unasema angalia lile jengo la hospitali ya rufaa ya Morogoro. Hiyo ndio heshima ya Morogoro, na tutengeneze jambo linalofanana na heshima. Unatembea kule unaingia Morogoro na SGR unaliona jengo la hospitali. Kwa upande wake mganga mkuu wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, Dr. Besti Magoma, amesema huduma za kibingwa bado zinahitajika kwa wananchi na kusema kuwa wataendelea kuwahudumia wananchi kwenye uhitaji wa huduma hizo za kibingwa. Tumejifunza kwamba huduma za kibingwa bado ni hitaji, kwa tunakuahidi kwamba tutaendelea si mara hii tu, hata siku zifuatazo tutaendelea kusogeza hizo huduma karibu na wananchi ili kwamba waweze kuzipata karibu na maeneo yao. Tunaona jumla ya wananchi waliopata huduma katika kambi yetu ya afya check katika maadhimisho haya miaka 80 ya hospitali yetu, wananchi 3772. Hii ni namba kubwa ya wakazi wa Morogoro na viunga vyake kupata huduma za kutoa afya zao. Kwa umri mpaka nilipofika hapa nimeshahudumiwa sana hapa, lakini mimi naziona huduma zao ni nzuri. Ninaiona huduma ya hapa ipo tofauti na miaka 5 ambayo nilishawahi kuja hapa. Kwanza kabisa wahudumu wanajali wale ambao wanawahudumia. Nikiripoti kutoka Morogoro ni Jimmy Mengele. Huko mkoani Dodoma, jeshi la polisi kupitia kitengo cha usalama barabarani kimewakamata madereva zaidi ya 30 katika kipindi cha miezi miwili, wakiwemo madereva serikali kwa makosa ya uvunjifu wa sheria za usalama barabarani, ikiwemo kutumia namba zisizo rasmi, vimulimuli na ving'ora kinyume na sheria. Leonard Mwacha kutoka Dodoma anatuarifu zaidi. Hayo yamebainishwa na mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Dodoma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Yusufu Kambota, baada ya kutoa mafunzo kwa madereva wa serikali yenye lengo la kuwakumbusha maadili ya kazi zao, ikiwemo kuzingatia sheria za usalama barabarani. Watu wameanza kubandika namba ambazo zisizokuwa rasmi pamoja na chassis namba, tunaziondosha. Kama mlivyoona pale, namba nyingi na vimurimuri na ving'ora tumevidisplay pale. Nafikiri nyinyi mmeviona, mtakuwa mashahidi. Tumewakamata madereva zaidi ya 30. Wengine ni madereva wa serikali na idara zingine na watu binafsi, wakiweka hivi vimurimuri na ving'ora pamoja na namba zisizokuwa rasmi na chassis namba kama tulivyowaonesha. Katika hatua nyingine, kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma SACP George Katabazi amewaonya baadhi ya madereva wanaotumia mwamvuli wa utumishi wa serikali kuvunja sheria kwa makusudi na kuwataka kuacha tabia hiyo. Kuwaonya baadhi yenu wale ambao wanavunja sheria za usalama barabarani, kwa makusudi wanavunja sheria za usalama barabarani. Wengine labda kwa kisingizio kwamba ni madereva wa serikali, lakini serikali haijawatuma na sheria na kanuni hazijawatuma. Kwa upande wa chama cha madereva wa serikali Tanzania, wameelezea namna wanavyochukua hatua dhidi ya madereva wanaokiuka sheria na taratibu za usalama barabarani, huku mwakilishi wa madereva wa kike akitoa wito kwa serikali na taasisi zingine kuwaamini madereva wa kike kutokana na kuwa na weledi katika kazi hiyo. Mara nyingi madereva wote wa serikali ambao wanakiuka huwa tunawaweka benchi kwa maana ya kufanya shughuli zingine. Watasafisha ofisi, watafyeka ili wasiue familia zao na njaa. Idadi tuliyokuwa nayo, tuna madereva wanawake 67 Tanzania nzima. Tunaomba serikali iendelee kutuamini.
Dereva mwanamke bwana ni dereva mzuri sana. Aswa ukimkuta yuko barabarani, lakini pia uvumilivu wake, ustahimilivu na weredi katika kazi. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Na mtazamaji, na taarifa hiyo Leonard Mwacha kutoka huko mjini Dodoma ndio anatupasa kwenda kuungana na Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni Lulu Ali, endelea kubaki nasi uweze kujiunga na Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani. Napokea kijiti kwake kutoka kwa Lulu Ali, na sasa tuangaze habari za michezo na burudani. Mimi ni mwanamichezo wako Esther Mtebe. Klabu ya Simba inatarajia kushuka dimbani usiku huu kwenye fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho Afrika wakiwa ugenini dhidi ya RS Berkane katika dimba la manispaa ya Berkane nchini Morocco. Mnyama Simba anaanza safari ya kulisaka taji la kwanza la Afrika ili kuweka historia ya kuwa timu ya kwanza kutoka Tanzania kunyakua taji la Afrika. Mapema leo mwanamichezo wetu amezungumza na mashabiki wa soka jijini Dar es Salaam, wengi wao wakionyesha matumaini kutokana na ubora wa kikosi cha Simba, huku wakiamini mchezo huo utatoa taswira ya Simba kuchukua ubingwa wa michuano hiyo msimu huu. Simba iliwahi kumtoa bingwa mtetezi na inamtoa bingwa mtetezi, wakati huo Simba hata nusu haijafika. Sasa leo hii Simba kafika fainali, anacheza na mtu ambaye alifika fainali na akachukua kombe. Kwa hiyo kama yeye alifika fainali akachukua kombe, alichukua kombe akaanza kupita fainali, basi na sisi tushafika fainali na tunaamini tutachukua kombe. Niamesha kwamba tunaenda kupata matokeo kwa sababu tumekuwa tukipata matokeo ugenini. Mara nyingi tulikuwa tunapata matokeo ugenini, tunaenda ugenini na tunarudi na matokeo. Kwa hiyo kwa sababu inaaminisha kwamba sisi tunaenda kurudi na matokeo na kuanza vizuri. Golini pale tuna Kamala, namba 1, namba 2 tuna Mohamed Hussein, namba 3 pale kama kawaida kuna Shomari Kapombe, 4 na 5 pale kuna Hamza na Chamu. Mechi imeisha hiyo. Simba kama Simba na kwa mimi ni Yanga, sawa. Simba hawezi kutoboa katika mechi hii, sawa. Hawezi kutoboa kutokana watu wanacheza nao Simba, sawa. Ni mabingwa mara zote katika kombe lile. Kwanza katika nchi yao kwanza ni mabingwa, sawa. Simba kama hapa katika nchi hapa analeta ulalamishi tu. Kuna uwezo wa kushinda kokote kule. Iwe ugenini au nyumbani. Iwe ugenini au nyumbani, kwa sababu Simba kwanza klabu kubwa na naweza kwamba tunashinda kweli. 2-1 tunashinda. Bado 2-1 umeziona wapi? Najua tu kwamba 2-1. Umechungulia? Najua kwamba tunashinda 2-1. Wekundu hao wa Msimbazi wanakutana na RS Berkane kwenye dimba lao la nyumbani, huku ikiwa ni timu ambayo haijaruhusu goli hata moja msimu huu, wakipata ushindi katika michezo yote. Je, leo ni siku ya mnyama kuvunja rekodi hii na kufanikiwa kutisha na kutikisa nyavu za RS Berkane? Muda mchache kutoka hivi sasa mnyama Simba atakuwa dimbani kuvaa RS Berkane. Tunawatakia kila laheri Simba katika kuiletea heshima Tanzania kwenye ulimwengu wa soka kimataifa. Nikiwa bado naangaza habari kutoka kwa Simba, mchezo huu ambao utachezwa huko nchini Morocco, kadhalika katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo CCM Taifa CPA Amos Makala amewatakia kila laheri wekundu wa Msimbazi Simba kufanya vyema katika mchezo huo. Ubaya ubwela paka Morocco. Tunawatakia Simba kila laheri kwa sababu wanawakilisha taifa na ndio timu iliyobaki pekee kuwakilisha nchi yetu hapa Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo kwa hilo kwa kweli niseme tunawatakia Simba kila laheri. Heshima watakaoipata ni ya Tanzania, lakini pia tumefika hapa kutokana na wadau wengi waliochangia timu zetu kufika katika hatua hii kubwa. TFF, bodi ya ligi, lakini kikubwa serikali, kwa maana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa hamasa kubwa sana ya kwa wachezaji, kwa timu zetu, goli la mama. Kwa hiyo yote amechagiza na imeleta hamasa na mwitikio mkubwa,
naamini kwamba imechangia sana hapa tulipofikia. Kwa hiyo leo tarehe 17, hata kama sio ajenda nilizowaitia, umenikumbusha niseme tunawatakia kila laheri, kwa sababu wanaleta heshima ya nchi yetu. Watacheza huko, watakuja hapa inshallah. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amezindua viwanja vipya vya michezo mbalimbali vya Maisara Complex wilaya ya Mjini. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza mara baada ya uzinduzi wa viwanja hivyo vya Maisara Complex, Rais Mwinyi anasema serikali imeamua kuja na mradi huo ili kukuza vipaji vya michezo mbalimbali nchini. Amesema mbali ya uzinduzi wa viwanja hivyo katika eneo la Maisara, serikali na mpango wa kujenga viwanja kama hivyo kwenye wilaya zote 11 za Unguja na Pemba. Viwanja vya michezo mchanganyiko vya hapa Maisara vitakuwa 10 vya michezo tofauti. Kutakuwa na viwanja viwili vya mchezo wa tennis, viwanja viwili vya mchezo wa paddle, viwanja viwili vya mpira wa miguu na viwanja 4 vya michezo mchanganyiko, yani 4-in-1, ambavyo vinaweza kuchezewa michezo 4 kwa nyakati tofauti. Mbali ya Rais Mwinyi kuelezea furaha yake juu ya ujenzi wa miundombinu bora ya michezo, ameitaka Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kuvilinda viwanja hivyo. Naitoa agizo kwa wizara, tafuteni waendeshaji wazuri wa viwanja hivi. Tumewekeza fedha nyingi katika michezo. Hivi ni eneo hili la Mjini tu peke yake. Katika wilaya zote, katika mikoa yote kutakuwa kuna viwanja vya kisasa kama hivi. Kwa hivyo kwa kweli pale tunaposema uongozi unaoacha alama zenyewe ndio hizi. Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo Zanzibar, Tabia Maulidi Mwita, amesema viwanja hivyo vitatumika pia kama sehemu ya kufurahishia watoto wakati wa jioni. Eneo la baharini kule Kizingo pia kuna mradi mkubwa wa mikahawa, swimming pool, michezo ile ya beach soccer area pia tutatengeneza. Kwa hiyo wale ambao walikuwa nahisi mambo hayawezekani, nadhani wenyewe waje wajionee Maisara sasa hivi kubadilika. Kwa kweli tunajivunia kwa upande wa vijana, lakini pia na kwa upande wa wanamichezo, kwa sababu walikuwa wanapata shida katika uchezaji wao, ilikuwa ni viwanja ambavyo havieleweki. Lakini Mheshimiwa Rais kwa jitihada kubwa ambayo ameifanya, kaona kwamba tuwekee viwanja hivi, ukiacha na hii complex ambayo iko hapa, lakini pia kuna viwanja 17 vikiwemo mikoa na wilaya, katika mikoa na wilaya mbalimbali za Unguja na Pemba. Ujenzi wa viwanja hivyo vya Maisara Complex uliochukua takriban miezi 5 umegharimu shilingi bilioni 7 fedha za Kitanzania. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Chama cha mpira wa kikapu kwa watu wenye ulemavu nchini TWBA kinaendelea na mazoezi kwa vitendo, ikiwa ni sehemu ya programu maalum kwa waamuzi na makocha wa mchezo huo ili kuzalisha wataalamu watakaosaidia kusambaza mchezo kwenye mikoa tofauti hapa nchini. Tupate taarifa zaidi. Channel 10 Michezo imeshuhudia sehemu ya mazoezi kwa vitendo yanayofanyika kwenye viwanja vya Jakaya Kikwete Youth Park jijini Dar es Salaam, ambapo katibu mkuu wa TWBA Abdallah Mpogole ametumia nafasi hiyo kutoa wito kwa washiriki wa programu hiyo kwenda kufanyia kazi waliojifunza kwa manufaa yao na taifa kwa ujumla. Kwa kile ambacho umekifanya, yani umefanya utendaji ambao utatakiwa kuonesha, yani uwasilishe kwamba nimefanya 1 2 3 kuelekea katika kozi nyingine ambayo itakuwa national level au kiwango cha namba 1 au level 1. Kwa hiyo huwezi ukapata level 1 bila kuona umetenda vipi au umefanya nini katika ile tunasema introduction course au kozi ya awali. Sisi hili ni jambo muhimu sana, kwa hiyo tunaona utaweza kwenda kwenye maeneo zaidi, na viongozi wa chama wamekuwa wakishirikiana na wameongea na hawa washiriki waweze kuwa ni chachu ya kusimamia mchezo huu katika maeneo ambayo yametoka. Katika hatua nyingine, Mpogole amesema programu hiyo itakuwa endelevu kwenye maeneo tofauti nchini, huku baadhi ya washiriki wakizungumzia matarajio yao. Tutakuwa na muendelezo wa kozi hizi za awali kwa sababu kama unaona hapa tumefanya Dar es Salaam, baadhi wameweza kuhudhuria na baadhi wameshindwa kutokana na majukumu, lakini wengine wametuomba kwamba tufanye marudio hii kozi. Kwa hiyo tutajaribu kutembea katika mikoa ambayo tunaweza tukapata watu wengi. Kuna ni fursa pia nijifunze
ili kupata elimu ambayo naweza nikaenda kuwasaidia pia wanafunzi ambao wana shida kama hii, wanatumia wheelchair na wana viwanja. Kwa mfano kama Dar es Salaam kuna Pugu Sekondari, kuna wanaotumia wheelchair, kuna Jangwani Sekondari na shule zingine nyingi. Nimepata vitu vingi vipya, kwa sababu nilipokuwa nacheza mwenyewe vitu nilikuwa sivipati, lakini nipo darasani nimezidi kupata zaidi ya vitu zaidi ya vingine, na nitaenda kuwafundisha wenzangu ili kwa tunacheza shirika. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Wananchi wa mkoa wa Lindi wamehimizwa kujijengea utamaduni wa kufanya mazoezi mara kwa mara ili kuimarisha afya zao ili kujiepusha na magonjwa yasiyo ya kuambukizwa, ikiwemo kuongeza ufanisi katika shughuli za kimaendeleo, hususan kilimo ambacho ni msingi wa uchumi wa mkoa huo. Ahmadi Nandonde anatuandalia taarifa zaidi. Ni majira ya saa 12 asubuhi katika viwanja vya Ilulu manispaa ya Lindi. Hapa tunashuhudia bonanza kubwa la ushirika likiongozwa na mkuu wa wilaya ya Lindi Mheshimiwa Victoria Mwanziva, aliyeongoza mbio za kilomita 5 kuzunguka maeneo mbalimbali mjini hapa kabla kurejea tena katika viwanja vya Ilulu kwa ajili ya mazoezi mengine ikiwemo ya viungo na kuhusisha watu wa rika zote. Kivutio kikubwa katika bonanza hili ni kikongwe mwenye umri wa miaka 65 aliyeendesha zoezi la viungo kwa madaha, na kama wasemavyo vijana wa kileo, bibi amegoma kuzeeka. Baada ya kumalizika kwa mazoezi hayo, tukazungumza na waandaaji wa bonanza hilo kutoka vyama vikuu vya ushirika mkoa ambao wanatilia mkazo swala la wananchi kushiriki mazoezi mara kwa mara. Tunaamini kama tukiwa na afya njema tutaenda kufanya kazi zetu vizuri kwenye shughuli zote za ushirika, kuanzia kule kwa wakulima, vyama vya msingi, vyama vikuu. Mazoezi ni afya, mazoezi ni furaha, mazoezi huleta watu pamoja. Na sisi wanaushirika tuna huo utaratibu wa kuleta wanaushirika wote wa mkoa wa Lindi pamoja kwa ajili ya kuhamasishana kuhusu mazoezi kwa ajili ya kujenga afya zetu, kwa sababu tunaamini tusipokuwa na afya njema hatuwezi kufanya kilimo, hatuwezi kusimamia kilimo kwa ufasaha. Na baadaye mkuu wa wilaya Mheshimiwa Victoria Mwanziva akatumia fursa hiyo kutoa ujumbe wa serikali, na kubwa ni ujio wa Mwenge wa Uhuru pamoja na kuhamasisha wananchi kujiandikisha katika awamu ya pili kwenye daftari la maboresho la mpiga kura. Tuna zoezi la kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura tarehe 16 mpaka tarehe 22 mwezi huu wa 5. Karibu ukatembelee kituo ambacho ulikwenda kujiandikisha ukahakiki majina yako. Naomba niseme neno jingine. Mkoa wetu wa Lindi unakwenda kupokea Mwenge wa Uhuru tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 2025. Tunapokea kimkoa halmashauri ya Mtama. Kutoka Lindi, Ahmad Nandonde, michezo na burudani, Channel 10. Na hivyo tunahitimisha habari za michezo kitaifa, na sasa tukaangaze kwenye upande wa habari za burudani. Channel 10 Plus. Katika kurudisha kwa jamii, mchezaji wa timu ya taifa ya wanawake Tanzania Twiga Stars Aisha Masaka kwa kushirikiana na msanii wa miondoko ya kufokafoka Frida Amani wamezindua kampeni ya Amka Malkia inayolenga kuamsha mabinti kufuatia na kufikia ndoto kupitia vipaji vyao. Tupate taarifa zaidi kutoka kwake Juma Abdurrahmani. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni hiyo yenye kauli mbiu isemayo Amka Malkia, jiamini jiongeze, Frankie Johnson ambaye ni mratibu wa kampeni hiyo amesema lengo hasa la mabinti hao ni kurudisha kwa jamii kupitia matukio mbalimbali ikiwemo mchezo wa kirafiki wa soka ambao utachezwa Juni 8 mwaka huu kwenye uwanja wa KMC Complex, ambapo kwa kuanzia fedha zitakazopatikana zitapelekwa katika ujenzi wa vyoo vya shule mkoani Lindi. Lakini mechi hiyo haitoishia hapo. Mechi hiyo itakuwa ina mlengo wa kuweza kukusanya kiasi cha fedha ambacho kitaenda kusaidia katika sehemu ya elimu. Na kampeni yetu nadhani tutaianzia katika mkoa wa Lindi kwa ajili ya kuweza kuchangia sehemu ya elimu tunayoweza kufanya. Kwa upande wa Aisha Masaka ambaye ni mwenyekiti wa taasisi ya The Aisha Hamisi Mashaka Foundation
Na Frida Amani, mwanzilishi wa taasisi ya The Amani Foundation, wameeleza kuwa kampeni hiyo pia ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za serikali katika kumkomboa mtoto wa kike kufikia ndoto zake. Tumeiona serikali ikiwekeza kwa nguvu kabisa kuanzia kwenye michezo pamoja na kwenye elimu. Na tukiwa kama vijana ambao tuko chini ya serikali yetu, ni sehemu yetu sisi pia kufanya hivyo. Na tumepata bahati kwa sababu sisi tunaonekana tukiwa tunafanya vitu, na tukasema sio tu kufanya kwa ajili ya serikali lakini pia kuweza kuinspire watu wengine. Mimi niwahakikishie kwamba kocha kutoka Ulaya atakuwepo. Nice. Nimesajili kocha kutoka Ulaya, kwa hiyo anahisi atakuja na wachezaji wake. Tutamburuza huyu binti magoli ya kutosha kwa sababu kutakuwa no mess. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Na tunahitimisha hivyo habari za michezo na burudani. Sasa tukaangaze huko mitandaoni, ambapo kutoka mitandaoni ni kuwa na msafara wa mashabiki wa klabu ya Yanga ambao umeteka hisia za wengi katika mitandao ya kijamii baada ya zaidi ya magari 50 kutoka Dar es Salaam zinazoelekea jijini Tanga kwa ajili ya mchezo wa nusu fainali ya kombe la CRDB Federation Cup dhidi ya JKT Tanzania hapo kesho. Mitandaoni mengi yameendelea kuzungumzwa, ikiwemo namna magari hayo yalivyopambwa na maandishi yaliyosomeka hatuchezi ng'o, wengi wakihoji ligi mbili tofauti, yani ilipaswa maandishi hayo yawepo kwenye mechi ya ligi ya NBC badala ya CRDB Federation Cup. Wakati shamra zikiendelea, jeshi la polisi mkoa wa Tanga limetangaza kuimarisha ulinzi kuelekea mchezo huo hapo kesho huko jijini Tanga. Na hitimisha hivyo habari za michezo kwa usiku huu wa leo. Ni kurejeshe kwake Lulu Ali kwa ajili ya kuhitimisha habari usiku huu. Mimi ni Esther Mtebe. Namna hiyo Esther Mtebe anatuacha katika upande wa michezo na burudani, kukumbusha katika habari ya kutwa nzima ya leo ilikuwa nami Lulu Ali. Endelea kutufuatilia katika page zetu za Instagram, Facebook, bila kusahau na YouTube channel kama Plus Digital. Subscribe, share bila kusahau na kucomment, lakini nakuacha na utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo. Endelea kutazama Channel 10 Plus, uwe na usiku mwema. Sasa ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa 3 usiku kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Karibu. Tuanze utabiri huu kwa kuangazia mifumo ya upepo. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa upande wa Ziwa Victoria, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mikoa inayozunguka Ziwa Victoria, mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Morogoro, Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo mengine ya Rosaria hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera, Geita, Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Morogoro, Dar es Salaam, Pwani, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya Rosaria hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Naam mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.